Okay, hivi umeshawahi kugundua kwamba kuna mbwa wa kwanza duniani ukiachana na mbwa ambao sisi tunakutana nao mtaani, au kuna washikaji ambao wao wamejitoa kimasomaso kwa ajili ya kuweza kufuga mbwa? Noma sana. Tambua kwamba kuna mbwa wa kwanza duniani, na huyu mbwa bwana ni mbwa kitofauti sana 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 sana. Tulia hapo. Huyu mbwa anaitwa Thylasin. Alikuwa ni mnyama wa kipekee sana na alikuwa anapenda sana kula nyama. Alionekana kama mbwa lakini ni mbwa, umenifahamu ni mbwa kabisa, lakini akawa na mistari kama ya pundamilia mgongoni, umenifahamu na alijulikana pia kama Tasmanian Tiger kwa sababu ya mistari yake. Yani kwa nyuma alikuwa na mistari kama ya pundamilia fulani hivi. Unaweza kujua kabisa huyu ni mbwa kitofauti sana. Na huyu mbwa bwana alikuwa anapenda sana kula ndege. Yani akiona ndege anakula, anafukuzia sana, alafu anakula mwanangu. Alafu pia kitu kingine ambacho alikuwa anapenda sana ni panya. Kwa hiyo anapenda sana panya. Na huyu mbwa asili yake alitokea Australia, lakini pia ni Guinea alitokea, na baadaye kabaki Tasmania pekee. Sasa huyu jamaa bwana mwili wake ulikuwa ni mrefu sana, huyu mbwa wa kwanza kabisa duniani, na alikuwa na mkia mgumu kama unavyomtazama hapo kwenye picha. Mkia wake ni mgumu kabisa. Unaweza kufikiri yani mkia wake ni mlaini kama ambao kwa wale ambao batika kushika mbwa wetu wa sasa hivi mkia mlaini, lakini yeye mkia wake ulikuwa ni mkia mgumu sana. Na ni maisha ya kale kitambo sana katika bara la Australia na Guinea. Sasa huyu mbwa ambaye anaitwa Thylasin alitokea takriban miaka 3600 mpaka 3200 iliyopita, na sababu kubwa ya ushindani na dingo, mbwa wa polini aliyeletwa na binadamu. Yani kipindi hicho bana huyu mbwa Thylasin ambaye anaitwa Thylasin, ilibidi sasa serikali ya Australia pamoja na Guinea, New Guinea bana, iseme kwamba huyu mbwa hatutaki kabisa kumuona, na atakayebahatika kumuua sisi tunampatia kitita. Yani kila aliyekuwa anaua huyu mbwa alikuwa anaua, alafu anaenda serikalini anapewa kibunda chake, maisha yanaendelea. Serikali inachukua hiyo na nilio wanajua wanampeleka wapi. Kwa hiyo nayo ilikuwa ni benefit kwa washikaji ambao wao waliona mbona kama mchongo huu, sio akaamua kufanya hivyo. Yani ukimuona tu popote fekelea mbali, na wengine walikuwa wanafikia hadi hatua wanachuna ngozi kabisa, alafu wanapeleka anamwambia huyu hapa. Kwa hiyo ikionekana tu ni huyu hapa na mistari kama pundamilia, unapewa kibunda chako unaondoka. Lengo la kufanya hivi bana, walikuwa wanataka aondoke kabisa huyu mbwa Thylasin mwenye asili kama ya tiger, aondoke kabisa duniani, asiwepo kwenye kizazi hicho cha miaka hiyo. Mpaka sasa hivi ninavyoongea na wewe huyu hayupo kabisa. Na walikuwa na winda kabisa, hasa wakulima wa Ulaya walipofika waliona Thylasin kama tishio kwa kondoo na kuku. Yani ilifikia mpaka huyu Thylasin alikuwa anakula hadi kuku mwanangu, na alikuwa anakula hadi kondoo, kwa sababu huyu jamaa chakula chake anapenda sana nyama, anapenda sana ndege, na kama unavyojua kuku naye ni asili ya ndege, lakini pia panya. Sasa ikafikia hatua wakulima wa Ulaya kaona mbona huyu tishio, sisi tunafuga kondoo zetu alafu inakuwaje anachukua tena. Ikawa tishio sana kipindi hicho, na serikali ya Tasmania bana ilitoa malipo kwa kila Thylasin aliyeuawa. Umeona bwana, kwa hiyo ukiua tu nini tategemea mwenyewe umeua kwa mshale, kwa nini unaenda kupewa chako. Ili sababisha uwindaji mkubwa na kupungua kwa idadi yao, kwa sababu washikaji waliona mbona kama mchongo huu tunaingiza pesa mwanangu, ngoja tuingie tuue tupeleke pesa. Kwa hiyo uwindaji wa malipo ulikuwa unaitwa, yani uwindaji ulikuwa kwa kasi sana. Yani kwa siku hata wanaweza kaua Thylasin hata 50, umenifahamu, wote wanaenda kuuzwa. Sasa imagine kipindi hicho walikuwa wachache sana kwenye miaka hiyo, umenielewa vizuri. So Thylasin wa mwisho wa polini alionekana miaka ya 1930. Tena huyo ni mmoja kwa kubahatisha kabisa alionekana kipindi hicho. Huyo ndo mbwa wa mwisho na wa kwanza kuonekana, ilikuwa ni mwaka 1930. Na Thylasin wa mwisho kufa akiwa kifungoni alikufa Hobart Zoo, Tasmania, tarehe 7 Septemba 1936. Huyo ndo wa mwisho kufa kabisa, kwa sababu alionekana tena huko, lakini huyo ndo wa mwisho tena kufa. Umeshanifahamu
Na tarehe hiyo bana huadhimishwa kama kumbukumbu ya kutoweka kwake kila tarehe 7 mwezi wa 9. Basi jua kwamba ni siku ya kumbukizi ya thylacine, mbwa wa kwanza kabisa duniani. Na thylacine bana amebaki kuwa alama ya kipekee ya Tasmania na Australia, na anaonekana kama kwenye sanaa, hadithi na nembo mbalimbali, na yupo kwenye makumbusho pia Australia pamoja na New Guinea. Kuna watu ambao walimchukua wakamkausha wakamweka kama makumbusho. Kwa hiyo ukienda Australia, ukienda New Guinea, unamkuta kabisa pale amekaushwa mnyama huyu. Ushanifahamu? Na kwa nini wengi walikuwa wanachuna ngozi yake? Kwa sababu huyu wengine walikuwa wanaona sasa naua alafu napeleka, mbona inaonekana kama ni mzigo sana kwangu. Sasa ikabidi wengine wachune tu ngozi wapeleke. Sasa hiyo ngozi ya thylacine bana, baadhi ya koloni waliwaua thylacine na kutumia ngozi zao kama ushahidi wa uwindaji, hasa walipokuwa wakidai malipo kutoka serikalini. Na wengine walikuwa wanafanya kama ngozi ya mapambo. Umefahamu, ngozi chache bana zilitumika kama mapambo ya nyumba au makumbusho, kwa sababu mistari yake ya kipekee ilivutia. Kama unavyoshuhudia hapo kwenye picha, kiukweli mistari yake ilivutia. Ulikuwa unasema kwamba hakuna mbwa wa kwanza duniani, kula chuma hicho. Huyu ndo mbwa wa kwanza kabisa duniani tangu dunia kuumbwa. Na baada ya hapo, baada ya thylacine kuondoka, ndo binadamu akaanza kufuga huyu mbwa ambaye sasa hivi tunamshuhudia hapa sasa hivi. Kama unavyoshuhudia hicho kipande cha picha, huyu wa huku wa upande wa kushoto kwako, huyu ni thylacine, na huyu ndo mbwa wa kisasa ambao sasa hivi tunamjua. Baada ya kutoweka huyu thylacine, baadaye akaja mbwa wa kisasa ambaye anafugwa na binadamu. Kwa kila mbwa ambao unamwona zagaa mtaani, huyo hajaja mwenyewe, alifugwa na binadamu, baadaye labda akaamua kukimbia mwenyewe. Noma sana. Huyu ndo mbwa wa kwanza kabisa duniani. Ogopa sana mshikaji wako anakutukana, wewe mbwa nini? Anyway, usiache kufuatilia Msomi News kwa habari kem kila siku.